Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana. Leo tumewaandalia mtiririko wa chanjo muhimu za kuwapa vifaranga. Tuna chanjo kuu 4 ambazo kwa Tanzania ndo tunawapa sana vifaranga wetu. Lakini kwa nchi nyingine nadhani wao wanaongeza chanjo ya 5 ambao ni chanjo ya typhoid. Lakini vile vile tuna hii dawa ya minyoo. Hii dawa ya minyoo pia tunaweza kuiweka kwenye kundi la kinga au tiba, kwa sababu ni unakaa baada ya muda fulani, baada ya miezi miwili unawapa hii dawa ya minyoo. Lakini chanjo kuu tutakazoziangalia ni chanjo 4. Hii ya minyoo tutagusia tu namna ya kuwapa, lakini hizi 4 tutaziangalia kwa undani, ni siku gani ya kuwapa na unatakiwa uwape kwa kufuata utaratibu gani na ratiba gani sahihi ya kuweza kuwachanja hizi chanjo kwa hao vifaranga. Kuna wadau mbalimbali ambao huwa wanatutafuta, wanatuambia baada ya kuwapa chanjo kuku wao labda walikufa au walipata changamoto fulani. Hata kama na wewe ni miongoni mwa hao, basi nakuomba unisikilize mpaka mwisho ili ujue utaratibu sahihi au ni mahali gani huwa unakosea wakati wa kuwapa kuku wako chanjo hiyo na ufanye nini ili tatizo hilo lisijirudie tena. Tukianza na chanjo ya kwanza ambao kifaranga anapewa ni chanjo ya Marex au kwa Kiswahili tunaita mahepe. Hii chanjo ya Marex au mahepe, kwa wale ambao wanachukua vifaranga kwenye makampuni makubwa ya kuaminika, hii chanjo huwa wanakuja wakiwa wameshachanjwa. Baada ya kuanguliwa tu kifaranga anachanjwa. Na kwa hiyo unayetotolesha hii chanjo kifaranga anapewa baada ya kuanguliwa, anapewa chanjo hii. Na chanjo hii inauzwa gharama sana. Inaanzia 60,000 mpaka 100,000 na kuendelea. Sasa kama wewe unaangulisha vifaranga wachache au yani sio wengi, hii chanjo kwako itakuwa ni hasara. Hautaweza kuinunua hii chanjo kwa sababu itakuwa ni hasara. Tutakushauri utengeneze chanjo ya asili. Magonjwa yote yana chanjo ya asili na ya dukani. Na hizi chanjo zote za asili zinapatikana kwenye vitabu vyetu. Na vitabu vyetu na kitabu cha tiba za asili na kitabu cha mwongozo. Kwenye hivi vitabu viwili utakutana na chanjo za asili. Kwa wewe mdau wa vitu vya asili, tunakushauri ununue hivi vitabu. Kila kitabu ni 10,000 tu. Ukilipia tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp na unaweza kutengeneza tiba mbalimbali za asili, chanjo mbalimbali za asili, booster mbalimbali za asili na utaweza kuona pia formula za chakula zipo kwenye kitabu cha mwongozo. Sasa kama utatumia za dukani hata kwenye hii Marex au mahepe, basi unaweza tu ukaenda kwenye maduka makubwa ya mifugo ukanunua na ukawachanja mara baada ya kifaranga kuanguliwa, ndo unamchanja hii chanjo. Kwa wewe mdau wa vitu vya asili, tunakushauri ununue kitabu ili uweze kutengeneza chanjo ya asili. Baada ya hii chanjo ya Marex, chanjo inayofuata ni chanjo ya Newcastle au chanjo ya kideri. Hii kifaranga anapewa siku ya 7. Ile siku ya 7 anapewa. Na utaratibu wa kumpa hii chanjo ya Newcastle ya dukani ni kama ifuatavyo. Utaanza na maji matupu kwa muda walau wa masaa 8 mpaka 12. Utawaacha kwa muda wa dakika 30 wapate kiu cha maji, kisha utawapa hii chanjo ya Newcastle au kideri. Na mara nyingi pendelea kuwapa mchana. Usiwape chanjo usiku kuku wako, wape mchana au asubuhi. Baada ya hapo utawapa tena maji matupu baada ya kunywa chanjo. Na hii chanjo inanywewa kwa muda wa masaa 2 tu. Chanjo yoyote ile ya dukani ambayo unaweka kwenye maji, hakikisha wanakunywa kwa muda wa masaa 2. Baada ya hapo huwa inabadilika na inakuwa sumu. Kwa hiyo baada ya hivyo ukawapa ile chanjo masaa 2 wakanywa, ukaitoa ukaimwaga ile iliyobaki. Kama watakuwa wamemaliza, basi utaosha vizuri vile vyombo, utaweka maji matupu, watakunywa kwa muda wa masaa 8 mpaka 12, kisha utaendelea na utaratibu wako wa siku zote. Hii ni kama utatumia chanjo ya dukani. Chanjo yoyote ya dukani ambayo inawekwa kwenye maji, huo ndo utaratibu wake wa kuwapa au vifaranga chanjo au kuku wako chanjo. Ni huo utaratibu wa chanjo ambayo itawekwa kwenye maji. Na kama utatumia chanjo ya asili, hiyo haina masharti yoyote. Ikifika siku ya 7 utatengeneza chanjo yako, utawapa. Kama nilivyoelekeza hapo nyuma, ukiwa na vitabu vyetu utaona kuna maelekezo yote ya namna ya kuwapa hii chanjo. Haina masharti yoyote na wala haina effect yoyote. Wakinywa hawatakufa, hawatafanya chochote. Ni vitu vya asili, vitu vya kawaida kabisa ambavyo havina shida yoyote, lakini vina uwezo mkubwa sana wa kukinga hayo magonjwa kwa vifaranga. Kuja chanjo ya pili ni chanjo ya gomboro. Chanjo ya gomboro huwa tunawapa vifaranga wote aina zote huwa tunawapa. Na hii chanjo kifaranga anapewa siku ya 14. Siku ya 14 anapewa. Utaratibu wake ni huo ambao nimeuelekeza kwenye chanjo ya Newcastle kama utawapa ya dukani. Utaratibu wa kuwapa ni huo niliouelekeza. Sikiliza vizuri hapo, ndio utaufuatisha kwenye hii chanjo ya gomboro siku ya 14. Pia ukitaka ya asili ipo kwenye vitabu vyetu, unaweza ukatengeneza. Kuna chanjo zote mbili za dukani na za asili. Za asili unazitengeneza vizuri. Nimeelekeza pia kwenye vitabu vyetu zipo. Tumeelekeza vizuri namna ya kuchanganya na namna ya kuwapa. Hazina shida yoyote ile na zinakinga vizuri kabisa.
kabisa. Na hii chanjo ya Newcastle na Gumboro huwa zinarudiwa. Newcastle inarudiwa siku ya 21 na Gumboro inarudiwa siku ya 28. Lengo la kurudia ni kitu gani? Kwa nini tunarudia? Tunarudia kwa sababu tunashumu au tunaamini huenda wakati umewapa ile siku ya 7 Newcastle kuna vifaranga labda hawakunywa vizuri ile chanjo au hawakunywa kabisa. Tunapokuja kurudia siku ya 14 tunaamini wote pia wanaweza kuwa wamekunywa au wale ambao hawakunywa siku hii wakanywa. Na hivyo kwenye upande wa Gumboro nako ni hivyo tunaashumu au tunaamini huenda wakati umewapa siku ile ya 14 kuna wengine hawakunywa vizuri au hawakunywa, basi tunaenda kuongezea ili kuhakikisha kila kifaranga amepewa vizuri hii chanjo ya ugonjwa huo. Na chanjo ya 3 sasa ambao tunakuja kuwapa kati ya ile siku ya 35 mpaka siku ya 40 ni chanjo ya ndui. Chanjo ya ndui kuna chanjo ya sindano ambayo tunaichoma sehemu ya bawa. Unaenda unachoma sehemu ya bawa kwa ajili ya kuwakinga huo ugonjwa wa ndui. Na hii chanjo unatakiwa kuwa makini sana wakati wa kuwapa. Ukikosea, vifaranga wengi watakufa. Kitu cha kuzingatia, usiwape usiku hii chanjo. Hakikisha unawapa asubuhi au mchana. Baada ya kuchanjwa, wapate muda wa kuendelea kunywa maji na kula chakula vizuri kabisa. Na hii huwa hainaga masharti kama utoe maji, uweke maji, hapana. Hatuna masharti hayo kwa sababu ni ile chanjo ambayo wanachanjwa, sio wanakunywa kwenye maji, wanachanjwa. Na haina masharti utoe maji au uweke maji, lakini baada ya kuchanja hii chanjo tunakushauri uwape maji matupu na baadaye utaendelea kuwapa vitamin. Ni chanjo ya 3 ambayo ni muhimu sana. Pia tuna chanjo ya asili. Kuna watu huaga hawataki kabisa kutumia hii chanjo ya dukani kwa sababu wanashindwa kuchanja, labda wakishachanja vifaranga wanakufa, wanapendelea kutumia za asili. Zipo za asili ambazo unaweza kuwapa kila wiki. Zinafanya vizuri kabisa. Hii haina ulazima kabisa wa kuchoma. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza tu ya asili na ukawapa na vifaranga wako wakapata afya nzuri na wasipate kabisa hii ndui. Ila kama unataka kuchanja, unaweza tu ukanunua kile kitabu chetu cha safari ya ufugaji. Tumeonesha sehemu kabisa ambao inatakiwa uchome. Ukichoma sehemu ambao ni tofauti, vifaranga wako watapata shida na hautaipenda tena. Lakini unatakiwa uchome sehemu ambayo ni elekezi, ile sehemu ambayo haitamletea athari yoyote huyu kuku au huyu kifaranga. Kwa hiyo hapa kama unataka kuchoma mwenyewe, sio kumuita bwana mifugo au mtu yeyote akuchomee, basi tunakushauri ununue kitabu chetu cha safari ya ufugaji. Ni shilingi 10,000 tu, kimeonesha uchanje sehemu gani au uchome sehemu gani ili vifaranga wako wasiathirike au wasipate changamoto yoyote ile. Ukija kwenye hii dawa ya minyoo, baada ya hapo kitakachofuata ni dawa ya minyoo. Hii dawa ya minyoo huwa wanapewa baada ya ule mwezi wa pili au baada ya miezi miwili. Hii ipo ya dukani, kuna Levifarm, Piperazine na kadhalika, unaweza ukazipata. Lakini pia kwa ya asili huwa tunatumia pia majani ya mpapai, kitunguu saumu, vitu kama hivyo. Zipo nyingi zaidi pia utazipata kwenye kitabu chetu cha tiba za asili. Vitabu tunavyo 5. Tuna cha tiba za asili za kuku, tuna mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili, tuna safari ya ufugaji wa broiler na ufugaji wa kuku wa kienyeji. Kila kitabu ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna kundi la mafunzo. Ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi miwili. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba hapo kwenye video.